Hello, karibu tena katika Mind Sharpening Series. Na leo tuko na vitu muhimu vya kufanya ili kuelekea mafanikio yako mwaka 2026. Kama ambavyo tumeona katika chapisho au makala yetu iliyopita kwamba ukiwa ni mmoja wa watu ambao wanatamani kufanikiwa katika mwaka 2026, unatakiwa kuzipanga mipango yako au kuyapanga yale malengo ulionayo katika makundi au maeneo manne, ambayo ni eneo la kwanza ni eneo la kiroho, eneo la pili ni eneo la kiuchumi, eneo la tatu ni eneo la kijamii, eneo la nne ni eneo la kisiasa. Nikiwa na maana ya kwamba malengo yako haya, malengo ulionayo au mipango mingi ulionayo inatakiwa iwe ndani ya maeneo haya makuu. Na eneo la kwanza ambalo ni muhimu zaidi kwa wewe kuanza nalo ni eneo la kiroho. Je, una mipango gani katika eneo la kiroho? Ni muhimu sana kuwa vizuri katika eneo la kiroho, kwa sababu uhalisia au matokeo yote ambayo tunayaona katika ulimwengu wa mwili tayari yalishatokea katika ulimwengu wa roho. Yaani mipango ya utokeaji wa vitu katika ulimwengu wa mwili huanzia katika ulimwengu wa roho. Hebu ngoja nikukumbushe kidogo. Katika Mwanzo 1 ule mstari wa 26, Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ilikuwa ni katika ulimwengu wa roho, ikimaanisha kutokea kwangu mimi na wewe kulianzia katika ulimwengu wa roho. Hivyo baadaye katika Mwanzo 2:7, kile ambacho Mungu alikifanya katika ulimwengu wa roho, basi alikitimiza katika ulimwengu wa mwili. Hivyo ili uweze kufanikiwa katika ulimwengu huu wa mwili, unatakiwa uwe vizuri zaidi katika ulimwengu wa roho. Unaweza kuwa ni shahidi wa leo hii katika dunia, ikiwa watu au mtu atakapotaka mali, fedha, umaarufu, nguvu na kadhalika, ni lazima au mara nyingi zaidi ni lazima wafanye kitu kwanza katika ulimwengu wa roho, bila kujali ni upande gani, ni upande wa giza au upande wa mwanga, ili mahitaji yao yawe dhahiri katika ulimwengu wa mwili. Ili ufanikiwe katika dunia hii, ni lazima uwe vizuri katika eneo la kiroho. Unaweza kuwa unajiuliza ni kwa nini uwe vizuri katika eneo la kiroho? Moja ya sababu ambayo nitakushawishi wewe uwe vizuri katika eneo la kiroho ni kwamba eneo la kiroho ndipo eneo ambapo ajenda nyingi zenye matokeo makubwa duniani kupitishwa. Ajenda nyingi ambazo zitakuja kuleta matokeo makubwa duniani kupitishwa katika ulimwengu wa roho. Na sababu ya pili ambayo naweza nikakwambia ni kwamba katika ulimwengu wa roho ni sehemu au ni mahali ambapo ajenda nyingi haribifu kuanzia. Leo hii nadhani unaweza kuwa wewe ni shahidi, uliwahi kuona mtu alikuwa amefanikiwa sana katika maeneo mbalimbali, eneo la kiuchumi, eneo la kiwa na mali nyingi sana, ushawishi katika eneo la kisiasa na vitu vingine vingi sana. Lakini baada ya muda kidogo tu unakuta mtu huyu anashuka mpaka level za chini kabisa. Ukitafuta kujua sababu kuu huwa inaanzia katika ulimwengu wa roho. Hivyo basi usipokuwa sensitive, usipokuwa makini, usipokuwa vizuri katika kugundua hilo, basi hata wewe inaweza ikakukuta. Unaposikia audio hii hivi leo, basi nikuombe andika mipango ulionayo upya ukifuatisha haya maeneo makuu manne, yaani katika eneo la kiroho, kiuchumi, kisiasa na kijamii. Waweza kufollow account hii ili wakati mwingine tutakapo upload mwendelezo wa series hii uwe mtu wa kwanza kuweza kuipata na kuweza kuaccess mafundisho haya. Lakini bila kusahau, unaweza kulike, kucomment na kushare kwa watu wengine ili tujifunze sote kwa pamoja. Mungu akubariki. Asante sana.